Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya nafasi ambayo umetupa katika jioni hii ya leo. Tazama watoto wako tumesogea tena mbele ya meza yako Bwana, tukiomba Bwana, tunaomba neema yako Bwana, tunapoenda kusikia neno lako Bwana, tupate kupata chakula kibichi kutoka katika meza yako Bwana, ambacho kitashibisha miili yetu na roho zetu Bwana. Ninaomba Roho Mtakatifu wako atusaidie, pasiwepo na hata mmoja Bwana atakayetoka kama alivyoingia. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Kanisa, tumpigie Yesu makofi watu wote. Ongeza makofi yako kwa damu ya Yesu Kristo. Naweza ukaketi. Amina. Watu wa Mungu, Kristo asifiwe sana. Kristo asifiwe sana. Amina. Tunaendelea na somo ambalo tulikuwa tumekwisha kulianza, lakini kabla ya yote naweza nisipate pale nafasi ya kusema haya. Nisiache kwa kweli kushukuru sana katekista kwa nafasi ambayo umetupa kwa kweli ya kuweko mahali hapa katika siku zote ambazo tulikuwa mahali hapa. Kwa kweli nashukuru kwa nafasi ambayo umejitoa. Nashukuru sana katibu kiongozi wa kanisa na baraza zima la wazee wa kanisa pamoja na kamati ya uinjilisti kwa kuweza kuwa pamoja nasi katika kipindi hichi. Na tunamshukuru Mungu, tumekuwa na semina nzuri kwa kipindi hichi. Kwa kweli tumemwona Mungu kwa kweli kwa neema, kama nilivyokuwa nimesema ile siku ya kwanza. Tutamani kufundisha hili somo kwa sababu masomo ya maombi mara nyingi saa zingine watu huwa hawayapendi, lakini kama nilivyosema awali kwamba Mungu anapotaka kuinua kanisa, anapotaka kufanya kitu chochote cha kiuamsho ambacho kinakuja mbele ya safari, huwa anaanza na kiu ya maombi kuongezeka katikati ya watu. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo kunakuwa na kiu ya maombi ambayo inaongezeka. Kwa hiyo tulikuwa hapa na somo zuri la faida za kuomba kwa muda mrefu, faida za kuomba kwa muda mrefu. Lengo kuu likiwa ni kwamba tunatamani watu wajifunze kufanya maombi ya muda mrefu bila kuchoka. Na nimekuwa naendelea kusisitiza hii mara kwa mara, tuendelee kuzitazama jinsi Yesu alivyofundisha watu wake kuomba. Kuna saa Yesu alifundisha kusali, kuna saa Yesu alifundisha kuomba, kuna saa Yesu alifundisha kufanya maombezi, na kuna saa Yesu alifundisha namna ya kufanya matamko. Lakini alipofundisha swala la kusali, alifundisha tu ni swala fupi tu, unaweza ukatumia dakika moja ukawa umeshaimaliza ile sala ya Baba Yetu na kila kitu kikawa kimeisha. Lakini nataka nikuambie wazi kabisa, kuna saa unaweza ukashindwa kupata mpenyo kwa sababu tu ya kuishia tu kufanya sala ya Baba Yetu peke yake. Akaja akafundisha staili nyingine ya kuomba, ya kufanya maombi ya muda mrefu, na akawa ni kiongozi mzuri kabisa. Akawa anawachukua wanafunzi wachache kwenye sala, alikuwa anachukua wanafunzi wengi anawafundisha sala, lakini ilipofika kwenye swala la maombi alikuwa anachukua wanafunzi wachache anaenda kuwafundisha maisha ya kimaombi. Alikuwa anawaambia, jamani, kabla hamjaona nimeenda kwenye huduma, kuna kitu nilikuwa nakifanya kabla, ndio maana unaona kwamba nikiongea ninakuwa na nguvu za Roho Mtakatifu, nikiongea kunakuwa na kitu fulani kinatokea. Alikuwa anawafundisha sana, na alifundisha sana wale wanafunzi watatu, Petro, Yakobo na Yohana, maisha ya kimaombi. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Na tumeangalia faida nyingi, na leo ibadani tulikuwa tumeangalia faida ya inakusaidia kubadilisha kuonekana kwako. Inakusaidia kubadilisha kuonekana kwako. Na naomba nisome kitabu kile cha Luka tena sura ya 9 mstari wa 28 mpaka wa 32. Kuna kitu kimoja ambacho hatukisema ibadani, nataka nikisema alafu tuingie kwenye kitu kingine. Luka sura ya 9 mstari wa 28 mpaka wa 32. Luka sura ya 9 mstari wa 28 mpaka wa 32. Maandiko haya yanasema hivi: baada ya maneno hayo yapata siku 8, aliwatwaa Petro na Yohana na Yakobo akapanda mlimani ili kuomba. Ikawa katika kusali kwake, sura ya uso wake ikageuka na mavazi yake yakawa meupe yakimeta. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe tena kanisa. Sasa tumeusoma mstari mara kwa mara, nitaendelea kurudia kile kitu ambacho nimekisema ibadani. Kabla Yesu uso wake haujabadilika na mavazi yake hayajabadilika, tuangalie kitu gani ambacho alikuwa akikifanya nyuma. Amina, watu wa Mungu. Kitu alichokuwa akikifanya, alikuwa akiomba. Na kama nilivyokwisha kusema hapa,
haikuwa akisali. Sababu kama angekuwa akisali, angesali dakika 2, kina Petro asingelala. Hamna watu wa Mungu. Yaani kina Petro asingelala kama alikuwa anasali. Kwa sababu angesali Baba yetu uliye mbinguni, basi ingeisha haraka alafu waondoke. Maana yake aliomba kwa muda mrefu kiasi cha kwamba kina Petro akaona sasa huyu jamaa halali, tumtie moyo kama tunaomba pamoja, lakini wakapitiwa na usingizi. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Sawa, wamekuja kuamka, wakaanza kuona ni Yesu wa sura nyingine, ni Yesu ambaye na mavazi yake yamebadilika. Na tukao tumeangalia vitu vingi sana kuhusu swala la mavazi na kitu ambacho mavazi yanaweza kufanya. Sasa katika jioni hii anataka niongelee kitu kimoja kuhusu swala la mavazi, ya kwamba vazi linaweza beba roho zilizoko ndani yako. Hapa tunaendelea pale tulipoishia ibadani. Amina watu wa Mungu. Nilitaja kitu ambacho vazi linaweza ikakifanya. Vazi linaweza beba roho zilizoko ndani yako. Vazi linaweza likabeba roho zilizoko ndani yako. Hebu tufungue katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 9. Mathayo sura ya 9 mstari wa 22. Mathayo sura ya 9 mstari tukianza ule wa 21, mstari wa 21 mpaka wa 22. Mathayo sura ya 9 mstari wa 21 mpaka wa 22. Maandiko yanasema hivi: kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Yesu akageuka akamwona, akamwambia, jipe moyo mkuu binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Hapa tunaona kitu cha ajabu sana. Kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye kwa kweli alikuwa anaumwa kwa muda mrefu sana. Alikuwa anaumwa kwa muda mrefu sana. Anaumwa na akawa anatamani kupona. Sasa kupata ile attention, kupata kusikilizwa na Yesu ilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo yeye akapiga mahesabu kwamba nikitaka kupata mpenyo, ngoja nikashike tu vazi lake. Amina watu wa Mungu. Amina watu wa Mungu. Kumbuka haya ndio mavazi ambayo saa zingine Yesu akiomba, anaomba mpaka yanabadilika kuwa nini? Meupe. Na kitu cha ajabu ambacho kilitokea, alipoenda akashika vazi lake, ghafla ule ugonjwa uliokuwa na juu yake ukaisha kabisa. Sasa Yesu hakufanya chochote kile, wala hakumwombea, wala hakumgusa kwa kitu chochote. Yeye tu mwanamke alipomgusa Yesu, alipogusa tu nguo alizokuwa amevaa Yesu, saa hiyo akapona. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Lakini nataka tusome pia kitabu cha Matendo kabla sijaonyesha kitu fulani ambacho kinahitaji kuweka balance katika fundisho la kanisa. Matendo ya Mitume sura ya 19. Matendo ya Mitume sura ile ya 19 mstari ule wa 12. Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 12. Mstari ambao tumekuwa tukiusikia mara kwa mara. Biblia inasema hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake, magonjwa yao yakaondoka, pepo wachafu wakawatoka. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Hapa tunaona kulikuwa na mtumishi mmoja anaitwa Paulo. Yeye kwa kweli baada ya kuona umati umekuwa mkubwa, mkutano umekuwa mkubwa, akaamua kuombea baadhi ya nguo na kuombea baadhi ya leso. Akawa anawapa watu, wakizigusa zile nguo na wakigusa leso, ghafla uponyaji unakuwa umetokea katika maisha yao. Matendo sura ya 19 mstari ule wa 12. Sasa naomba niweke fundisho moja la msingi mahali hapa katika kubalance, kwa sababu jamani watu wa Mungu, kanisa linakuwa. Amina watu wa Mungu. Swala la nguo kuombewa sio jipya. Nimekuonyesha mistari ambayo iko mahali hapa linafanyika. Amina watu wa Mungu. Sio jipya. Swala la vitambaa kuombewa alafu kuwa na nguvu za Mungu sio jipya. Ni la kibibilia kabisa. Sasa nafahamu kwamba linakuja na changamoto zake nyingi. Amina. Linakuja na changamoto zake nyingi. Changamoto ya kwanza, wapo ambao katika mwili wa Kristo, tuseme wazi tu kabisa, wamelifanya kama ni biashara. Amina watu wa Mungu, kwamba tutaombea vitambaa hapa kadha wa kadha, alafu tutaviuza 10,000, 5,000, 1000 ngapi. Sasa mimi sitaki kwenda sana huko ambapo tunachotaka, lakini nataka nikuonyeshe ni kitu kimoja, ni kwamba hili ni swala la kibibilia. Lakini jambo lingine la msingi la kuzingatia ni kwamba kile kitu ambacho kimetumika kwa ajili ya kuachilia uponyaji hautakiwi ukibadilishe kuwa sanamu kwako.
Amina, watu wa Mungu. Hautakiwi kukibadilisha kuwa sanamu kwako. Wengine wameenda mahali, wameona mkutano, mtumishi anaombea vitambaa, watu wanapona. Baada ya muda wanachukua kile kitambaa, anatembea nacho kila mahali. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Sasa unapofanya kitu cha namna hiyo, tayari unaanza kutengeneza sanamu nyingine bila wewe kujijua. Mara ya kwanza kilikuwa ni kitu kizuri kabisa, kikitumika kwa utukufu wa Mungu. Lakini unapokuwa umeamua sasa kukishikilia na kuanza kukiabudu, tayari hapo umetengeneza sanamu ambayo unaiabudu. Amina, watu wa Mungu. Amina, watu wa Mungu. Nimeona watu ambao kwa kweli anapokuwa amesahau kitambaa labda cha upako, anajisikia vibaya kabisa. Kuna mtumishi mmoja nilikutana naye mahali, yeye akitaka kuhubiri anakuja na kitambaa cha upako. Sasa sina hivyo vitu, lakini inapotokea umevisahau, ukaona kwamba siwezi kufanya kazi ya Mungu kwa sababu sina hivyo vitu, tayari umeanza kuabudu Mungu mwingine mahali hapo. Amina, watu wa Mungu. Amina, watu wa Mungu. Tayari umeanza kuabudu Mungu mwingine. Mungu, jamani, watu wa Mungu anaweza kufanya kitu cha ajabu sana. Nimeona watu wengine kabisa, Mungu anaweza akaagiza watu kabisa, mtumishi akachiombea kiti hiki vizuri kabisa, na akaagiza kila mgonjwa aliye mgonjwa akae kwenye kiti, na watu wakawa wanakuja, wanakaa, wanapona. Sasa ukiamua kuchukua hichi kiti ukaenda kukifungia chumbani kwamba ndio kiti changu cha upako, unaweza ukashangaa tayari umebadilisha ile imani yako, umeanza kuabudu Mungu mwingine. Amina, watu wa Mungu. Ndio maana ni hatari sana vitu vinavyotumika kupitisha nguvu za Mungu vikaheshimika kuliko Mungu mwenyewe. Amina, watu wa Mungu. Ni hatari sana hivyo vitu vikaheshimika kuliko Mungu mwenyewe. Mungu anaweza akatumia chochote, anaweza akatumia hata punda, anaweza akatumia hata jiwe, lakini mwisho wa siku hutaki kuviheshimu hivyo vitu kuliko Mungu mwenyewe. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Ninasema Kristo asifiwe. Kwa hiyo Mungu anaweza akakutumia kwa kipawa chochote kile ambacho Mungu anaweza akakutumia kwa njia ya uponyaji, lakini usikipe heshima kile kitu. Usikipe heshima kile kitu, watu wa Mungu. Heshimu yule Mungu zaidi kuliko kile kitu. Amina, watu wa Mungu. Amina, watu wa Mungu. Lakini pia mavazi pia ni kitu ambacho kinaweza kikatumika kwa ajili ya kuwafunga watu. Kinaweza kikatumika kwa namna yoyote ile kwa ajili ya kuwafunga watu wa Mungu. Mtu wa Mungu anakumbuka, mtumishi mwalimu pale anakumbuka vizuri, tulikuwa tumeenda kwenye mkoa mmoja, sitosahau hii story. Tulikuwa tumeenda kwenye mkoa mmoja, kwa hiyo tulikuwa tumefanya semina mahali pale. Na wakati tunafanya semina, ni kawaida watu kutupokea. Amina, watu wa Mungu. Wanapokea, wanawahudumia, wanawafurahia. Unajua ni kitu kizuri wanapokea, wanawahudumia, wanafurahia. Lakini kuna kitu kimoja ambacho nikawa najaribu kuongea na watumishi wenzangu pale. Nikamwambia jamani, sasa hawa watu wametupokea sana, lakini kuna kitu wameanza kuomba ambacho tunaweza kupata nacho shida. Amina, watu wa Mungu. Kwa sababu ghafla wakaanza kuomba nguo za kwetu tunazovaa. Kwa sababu tunafanya huduma na semina ya siku kadhaa mahali pale. Wanaomba nguo waende kufua. Sasa kuomba nguo kwenda kufua, kwa sababu ni kanisani, saa zingine inakuwa ni rahisi, lakini ukisikilizia moyoni unakuwa na kama hali ya kuchafuka. Yaani si watu watumishi, unaelewa? Yaani pamoja na kwamba ni kitu cha kimungu kinafanyika, lakini moyoni kunakuwa na kama kukosa fulani amani hivi, kwamba ni kweli mtumishi, tumekuja mahali hapa tunahudumu, tumekaa muda mrefu, siku nyingi, kwa watu kuomba nguo zako kwenda kufua ni kitu sahihi kabisa. Lakini sasa wanapoomba afu kaanza kukosa amani, unaanza kugundua kuna kitu hakiko sawa. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kwa hiyo saa zingine kuna ambao wakakubali, lakini saa zingine tukawa tunapata shida, tunajificha ficha, hatutoi. Lakini baada ya muda tukashangaa kitu kilichotokea. Katika ibada kama ilikuwa katika maombi, ghafla wale ambao walikuwa wanaomba wafue nguo zetu, tuliweka mikono juu yao, nguo za zile zikainuka juu yao. Asikasema vitu vigumu sana. Amina, watu wa Mungu. Sasa unajiuliza kwamba wewe ni mtumishi, alafu umefuliwa nguo na mtu, alafu huwezi jua ataisemea nini hiyo nguo, alafu baadaye uivae uje usimame madhabahuni. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Sijajua sana utaratibu huko, lakini nafahamu kabisa kuna sehemu nguo za mchungaji hazifuliwi na kila mtu. Hazifuliwi na kila mtu. Hatuwezi kusema kwa sababu
kanzu ya mchungaji imechafuka, basi kila mtu anaweza akafua. Hapana, haiwezi kufuliwa na kila mtu. Kuna watu maalum kabisa ambao wanaweza kufanya hiyo kazi na wamepaka mafuta kwa ajili ya kitu hicho. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kwa sababu unaweza ukafanya kitu kikavuruga kabisa upako uliopo juu ya mtumishi kabisa. Ni kitu ambacho tumekiona kabisa, mtumishi anakumbuka, tumekiona kabisa kwa macho yetu kabisa. Watu wanaomba kitu, lakini mwisho sisi tunakuja kugundua hapa kiendelea hichi kitu cha namna hii, unaweza ukavurugika kabisa, ukajikuta unaongea kitu kingine kabisa ambacho hakiko katika makusudio ambayo umeyakusudia. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Lakini kitu kingine ambacho nataka tukiangalie mahali hapa ni swala la uso wake kung'aa. Kwa sababu jambo la kwanza, mavazi yaling'aa. Amina, watu wa Mungu. Lakini pia uso wake uling'aa. Uso wake pia uling'aa. Sasa nataka tusome kutoka katika kitabu kingine cha Mathayo mtakatifu sura ya 17. Ni story hiyo hiyo, Mathayo mtakatifu sura ya 17 mstari ule wa pili. Mathayo mtakatifu sura ya 17 mstari wa pili. Tukianzia ule mstari wa kwanza. Mathayo mtakatifu sura ya 17 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Maandiko yanasema hivi: na baada ya siku 6 Yesu akatwaa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Sasa kwenye hii Mathayo 17 tofauti na ile niliyosoma katika asubuhi katika ile Luka sura ya ambayo tulisoma kitabu cha asubuhi, kwa sababu mbili zilitoka. Katika ile Luka sura ya 9 mstari wa 28 mpaka 32. Kwenye Luka sura ya 9 mstari wa 28 mpaka 32 tunaona akieleza kabisa kabla hajabadilika kitu gani alikuwa anafanya. Hapa kwenye Mathayo hajaeleza kitu alichofanya, ameonyesha tu vitu vilivyong'aa zaidi. Ameonyesha kwamba uso ulibadilika na mavazi yakabadilika. Sasa ukisoma hii kwenye Mathayo unaweza ukafikiri kwamba Yesu alisimama tu hivi ghafla, uso umebadilika na ngozi ikabadilika. Lakini kwenye Luka anatuonyesha kitu kingine kabisa. Ile Luka 9:28 mpaka 32 anatuonyesha kabisa wazi alikaa kwenye maombi muda mrefu kwanza. Baada ya kukaa katika maombi muda mrefu kwanza, ndipo uso wake ukabadilika na mavazi yake yakafanyaje? Yakabadilika. Sasa tumeangalia swala la mavazi. Nataka tuangalie kitu kingine ambacho kinatokea. Kwa nini Yesu ililazimika uso wake kung'aa baada ya maombi? Kwa nini ililazimika Yesu uso wake kung'aa? Kuna siri gani kwenye uso, watu wa Mungu? Amina, watu wa Mungu. Kuna siri gani kwenye uso? Kuna siri gani kwenye uso? Sasa ziko siri kadha wa kadha ambazo nataka tuziangalie mahara hapa. Jambo la kwanza ambalo lipo kwenye uso wako, jambo la kwanza kabisa, uso ndio unaoleta kutambulika kwako. Uso wako huu hapa ndio unaoleta kutambulika kwako. Ukisoma katika kile kitabu cha Zaburi ya 27 mstari wa 9, Zaburi ya 27 mstari wa 9, lakini pia ukisoma Zaburi ya 102 mstari wa 2, uso ndio unaoleta kutambulika kwako. Watu wa Mungu, mtu akigeuka kwa nyuma hivi saa zingine huwa ni ngumu kumtambua. Amina, watu wa Mungu. Saa zingine huwa ni ngumu kumtambua, ni mpaka awe anakuangalia hivi ndio unamjua huyu ni fulani, huyu ni mama fulani, huyu ni kaka fulani. Lakini akiwa ameficha uso wake ni ngumu sana kumtambua. Ndio maana saa zingine watu ambao wanafanya uhalifu, wanafanya shughuli za kiuhalifu, huwa wanaficha nyuso zao, kwa sababu wakiziweka wazi ni rahisi sana wewe kuwatambua. Nilikuwa naangalia kipindi kimoja kinarushwa kwenye TV fulani, wakawa wanaeleza jinsi askari wa Kimarekani wameendelea sana, wana uwezo mkubwa sana. Wanasema wao kwa mfano ikitokea mtu amevamiwa, Amina, watu wa Mungu, mtu amevamiwa akaibiwa. Sasa kama yule mtu alikuwa hajaficha uso wake, wakija wakikuuliza, ukiwatajia tu vitu vichache tu kwenye uso,
wao wanaweza kuna wataalamu kabisa kwa kukusikiliza anaweza akagundua huyu mtu ana uso wa namna gani. Kwa wanakusikiliza alafu wanauchora ule uso, wanakuletea ile picha kabisa ndio huyu. Ndio alafu baada ya hapo wanarusha kwenye matangazo, wanaanza kumtafuta huyo mtu. Kwa sababu wao wana uwezo kabisa kwa kusikiliza, bwana yule mtu alikuwa ana pua iliyochomboka kidogo. Wanaanza kuchora, wanachora. Ghafla unaweza ukashangaa ukiwaeleza tu vitu vichache tu, hata kama ukumbuki kila kitu, wanaweza kukuchorea yule mtu kama alivyo. Sasa kwa sababu ya teknolojia ya namna hiyo, inalazimika sana watu wengi saa zingine wanapotaka kufanya uhalifu wanakuwa wanaficha nini? Uso wao. Kwa pointi ya kwanza ni kwamba uso unaweza kabisa kufanya kujulikana kwako. Na ukisoma katika hii Zaburi ya 102 mstari wa 2 ambao nimesema, maandiko yanasema usinifiche uso wako siku ya shida yangu, unitegee sikio lako siku niitapo, unijibu upesi. Kwa hiyo tunaona wazi kabisa hapa watu wa Mungu, Mungu anaweza akaficha uso wake. Lakini kitu kingine ambacho tunakiona mahali hapa, ambacho tunaweza kukiona katika swala la uso pia, watu pia wanaweza wakachezea uso wao. Amina, watu wa Mungu. Kwa sababu Mungu anaweza akaficha uso, wewe pia unaweza ukaficha uso. Lakini pia watu wanaweza wakacheza kichawi kabisa, wakachezea uso wako, usiwe na muonekano ule ambao unakusudia. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Ninasema kanisa, Kristo asifiwe. Lakini kitu kingine unakuta kwa mfano mkikuta mahali ambapo mtu amechezewa uso wake mara kwa mara, ushawahi kukuta kuna watu wanafanya kazi sana ila hawaonekani. Amina, watu wa Mungu. Yaani kuna watu wanafanya kazi sana, wanafanya kazi vizuri sana, lakini kwa kweli hakuna mtu anayewaona. Jua tayari kuna watu ambao wamefanya kitu ambacho unakuta wamecheza na kibali chako na wamecheza na uso wako, usionekane katikati ya jamii. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unafanya kazi kubwa sana, ila matokeo na vitu vingine wanaonekana watu wengine. Amina, watu wa Mungu. Ni maombi yangu katika jina la Yesu Kristo, Mungu akupe kuonekana katika jina la Yesu Kristo. Tuseme amina, watu wa Mungu. Pointi ya pili ambayo inaweza ikaonekana mahali hapa, kwenye swala la uso, siri zopo ndani ya uso. Uso unaweza onyesha hali ya moyo wako. Uso huu unaoona hapa unaweza onyesha hali ya moyo wako. Saa zingine sihitaji kujua unachoniwazia, nikiutazama tu uso wako unajua kabisa huyu hapa kuna kitu hakiko sawa. Amina, watu wa Mungu. Kwa mfano, ukiwa na hasira, uso unaweza ukaonyesha kabisa huyu mtu kwa kweli ana hasira. Ukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 4 mstari wa 6, Mwanzo sura ya 4 mstari wa 6, maandiko yanasema hivi: Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kwa mtu anaweza akatazama tu uso wako, akautazama tu uso wako kawaida, na kisha akagundua kabisa kwa kweli huyu mtu ana hasira pamoja na mimi. Lakini pia ukiwa na wivu, uso pia unaweza ukaonyesha hali ya moyo wako. Ukiwa na wivu na kinyongo, mtu ambaye ana wivu na kinyongo, kwa kuutazama tu uso wake anaweza akajua. Ukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 31, Mwanzo sura ya 31 mstari wa pili, maandiko yanasema, Yakobo akaona uso wa Labani ya kuwa haukumtazama vema kama jana na juzi. Amina, watu wa Mungu. Akaona kabisa kwamba kwa kweli jana tulikuwa tunaongea vizuri, tunacheka vizuri, lakini leo nimemsalimia naona kama anaongea lakini kama kuna kauzito fulani hivi kako moyoni. Anaongea lakini kama kuna changamoto fulani hivi ipo katika moyo wake. Kwa kaona kabisa kwa kweli uso wa Labani haukumtazama vizuri. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Nilienda sehemu fulani, tulikuwa tunahubiri. Unajua watu wanafurahia, amina. Tunamshukuru Mungu, tunaona neno lako. Sasa siku moja nakumbuka nilifundisha somo moja. Hiyo ilikuwa ni kama mbaki siku mbili nikafundisha hilo somo. Nilishangaa sana kuona mpaka wale watumishi ghafla wakaanza
niangalia kwa hasira, nikagundua sasa hii ni roho ya kipepo ipo hapa. Nilikuwa nafundisha, mara kwanza unafundisha masomo mengine, unafundisha masomo mengine, sikio nikafundisha somo linalohusiana na ardhi. Nikamaliza nikaona kabisa kweli nguvu za Mungu zimetembea, watu wamepona. Lakini nilipotoka pale, nilitegemea kwamba ibada ambayo watu wamepona zaidi, watu wamefurahia zaidi, ningeona watumishi wamefurahia. Lakini kashangaa ndo kwanza kukawa na hasira kabisa, kali kabisa. Nikasema hapa nilipogusa ardhi, inaonekana tuligusa mahali shetani. Kwa hiyo hasira imekuja sasa kwa watumishi kabisa, imewavai, wanaonyesha kabisa wazi waliko mahali pale. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Kitu gani ambacho nataka nikwambie? Unaweza tu ukamtazama mtu kabisa ukaona kabisa kwamba kuna kitu hakiko. Na uso huo haufichi. Amina, watu wa Mungu. Uso huo haufichi. Unaweza kumsalimia tu hivi mtu ghafla ukasikia tu kusita moyoni. Usidharau hicho kitu. Yakobo alipopata hii ishara kutoka kwa Labani, akagundua kabisa hapa natakiwa kuhama. Amina, watu wa Mungu. Hapa natakiwa kuhama, maana nimeshaanza kuambiwa kuona kitu ambacho sio cha kawaida. Ukienda makazini, ukienda kwenye biashara, unaweza ukashangaa kwamba leo mnacheka vizuri kabisa, mnafanya vizuri kabisa, halafu ghafla kesho mtu anaamka hakuangalii tena vizuri. Sasa jua kuna kitu ambacho kiko mahali hapo. Sehemu fulani nilikuwa naongea na wafanyabiashara fulani, nikawa nawaambia kuna umuhimu sana wa kufanya maombi ya usiku. Kuna somo fulani tunaendelea nalo, wale ambao mna simu janja mnaweza mkalifuatilia, liko Instagram na Facebook, tunaiandika kwamba umuhimu wa kufanya maombi usiku wa manane. Kwa hiyo tukawa tunafundishana na wengine, tunapata usiku nafasi, tunaamka tunafanya maombi usiku wa manane. Unaamka tu kwa risali moja mfululizo usiku wa manane. Risali moja ukiamka saa 8 mpaka saa 9 mfululizo tunaombea ajenda moja, unaombea biashara, unaombea nini, unaombea nini. Sasa kuna mtu mmoja alipoanza hayo maombi saa 8 usiku, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, mwenye nyumba akainuka. Akamwambia naomba uame nyumba yangu. Sasa tulikuwa tunaishi vizuri. Nimelipa kodi ya miezi 6. Vizuri tu kabisa. Miezi 6 tu kabisa, hamna shida na shida ile. Ndio nimemaliza mwezi wa kwanza, bado na miezi 5. Mwenye nyumba akasema, "Halo, naomba uame hii nyumba." Na alikuwa yuko tayari kabisa kurejesha kodi yake. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Sasa unapoona uso, ndio naomba uso unaweza ukaonyesha kitu ambacho kilichopo ndani ya moyo wako. Na huyu mtu alikuwa amepanga kwenye hiyo nyumba, ana miaka 10 hajawahi kuhama. Amina, watu wa Mungu. Ushawahi kuona mtu amekaa nyumba fulani miaka 10 hajawahi kuhama? Alipoanza kufanya maombi usiku, ghafla mwenye nyumba akaondoka. Maana yake kuna kitu alikuwa amefungiwa kwenye hiyo nyumba. Alipoanza kuomba, ghafla vitu vikaanza kulipuka ndani yake. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Sina muda wa kueleza sana, lakini kwa kweli ukipata nafasi, kwa kweli maombi ya usiku nimeona ni kitu ambacho kina nguvu sana. Ukipata nafasi, fanya maombi ya usiku. Ukiamka saa 8, saa 9, risali moja tu. Jizoeshe kwa risali moja, jizoeshe kwa dakika 30, fanya maombi ya usiku. Lakini uso pia unaweza kuonyesha hali gani nyingine? Mtu anapokukwepa au kukukimbia. Saa zingine mtu kwa uso wake tu unaweza ukamtazama ukaona kabisa kwa kweli huyu ananikwepa na ananikimbia. Ananikwepa na ananikimbia. Utaenda kusoma katika kile kitabu cha Ayubu sura ya 13 mstari wa 24. Nataka tuangalie pointi nyingine, Ayubu 13 mstari wa 24. Pointi nyingine ni pointi ya 3 ambayo inasema kwamba Mungu akikasirika huwa anaficha uso wake. Watu wa Mungu, pamoja na kwamba Mungu anatupenda kiasi gani, pamoja na kwamba Mungu anatujali kiasi gani, ila akikasirika na yeye huwa anaficha uso wake. Na akificha, wewe kama mtu wa Mungu utajua kwamba hakika hapa Mungu ameficha uso wake. Sasa ukisoma katika kile ukisoma katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 31 mstari wa 18. Kumbukumbu la Torati sura ya 31 mstari wa 18, 31 mstari wa 18. Maandiko yanasema hivi: "Nami nitawaficha uso wangu kwa kweli siku hiyo, kwa maovu yote walioyafanya, kwa kuigeukia hiyo miungu mingine." Watu wa Mungu, maana yake nini? Ukiwa ni mtu unakuja kanisani, alafu saa zingine unajichanganya na waganga, unajichanganya na vitu vingine vya kiajabu ajabu huko mtaani. Maandiko yanasemaje? Nami nitawaficha uso wangu kweli kweli katika siku hiyo. Sasa
naomba unisikize kwa makini. Katika huu mstari wa Kumbukumbu 31:18 inaonekana wazi kabisa kuna siku Mungu ameikusudia ya kuficha uso wake. Sasa kwa mtu wa namna hii unakuta ni wale watu ambao wanakuja kanisani, wanamwabudu Mungu vizuri, lakini wakitoka hapo wanaenda kwenye miungu mingine. Sasa kwa sababu ana mix hivyo, na vitu vitaendelea kwenda vizuri tu kabisa. Amina. Kwa sababu Mungu mara nyingi huwa anachukua muda mrefu sana kuficha uso wake. Kwa anaendelea kukuvumilia labda jana ulienda, sawa, anajaribu kukuvuta tena, kukuvuta kwa upendo, anajaribu kukuvuta kwa upendo, lakini baadaye anaona hiyo ndio tabia yako. Pamoja na kwamba umekuja kanisani, lakini bado kuna tabia unashindwa kuziacha, kuna dhambi unashindwa kuziacha. Lakini hapa maandiko yanasemaje? Hasa ile dhambi ya kiushirikina na kuabudu miungu mingine, unashindwa kuiacha kwa haraka. Mungu anakuvumilia na kuvumilia. Lakini kuna kitu anaonyesha, kuna siku anaikusudia, na mara nyingi inakuwa ni siku mabaya yatakapoinuka juu yako, anaficha uso wake. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Ndio maana unashangaa siku ambapo kuna magonjwa yamevamia familia yako, unaliita jina la Bwana. Pamoja na kuliita jina la Bwana, bado upati mpenyo. Kuna siku ambapo unakuta kuna maonevu, umepata maonevu, labda unazulumiwa kiwanja, unazulumiwa mashamba. Pamoja na kwamba unaenda kanisani, unaita jina la Bwana, lakini bado upati mpenyo. Nilikuwa sehemu moja, nakumbuka kule Msalato, mama mmoja alikuja akawa analalamika kwamba kwa kweli kuna kesi kubwa, tunaomba na mchungaji lakini bado hatuvuki, tunaomba na mchungaji lakini bado hatuvuki, tunaomba na mchungaji bado hatuvuki. Katika kitu ambacho mimi huwa niko makini, watu wa Mungu, nikishasikia umeenda kwa mtumishi akaomba haujavuka, huwa natulia kwanza. Amina, watu wa Mungu. Kwa sababu kama mtumishi ameomba halafu hujavuka, inabidi tuanze kutafuta sababu ya kwa nini haujavuka kwanza. Kwa hiyo baada ya kukaa na yule mama ndo nikagundua kwamba akishaombewa na mchungaji, kesho yake akienda mahakamani anakuja na kijiwe fulani kwa amepewa huko kwenye waganga wake, anakuja nacho kwenye pochi. Sasa mchungaji jana amekuombea, alafu kesho unaenda mahakamani na hiki kitu. Ndio tukakumbuka hili neno kwamba kuna katika siku hiyo nitauficha uso wangu. Kwa unakuta Mungu pamoja hata na kwamba mchungaji kama ataomba juu yako, bado hautopata ule mpenyo ambao unaokusudia. Asante Yesu, tuliweza kukaa naye mahali pale, tukaomba kwanza toba, alafu tukamwambia hichi kitu usiende nacho, na kesho uje ukichome mahali hapa. Akaenda, kesho yake akaenda mahakamani akasema nilipokelewa vizuri kabisa, na nimekuja na vile vitu kwa ajili ya kuvichoma. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Watu wa Mungu, usichanganye mambo. Amina, watu wa Mungu. Amina, watu wa Mungu. Lakini Mungu anapoficha uso wake, kitu gani kingine kinatokea? Unasumbuliwa na adui. Unapokuwa Mungu ameficha uso wake, jiandae kabisa adui kukusumbua. Ukienda kusoma katika kitabu cha Ezekieli sura ya 39 mstari wa 23, ameandika wazi kabisa mahali pale. Ezekieli sura ya 39 mstari wa 23. Ezekieli 39 mstari wa 23. Maandiko yanasema hivi: nao mataifa watajua ya kuwa nyumba ya Israeli walihamishwa na kwenda kifungoni kwa sababu ya uovu wao, kwa sababu waliniasi nami nikauficha uso wangu, basi nikawatia katika mikono ya adui zao, nao wakaanguka kwa upanga wote. Kwa kama Mungu kama kuna kitu ambacho ameficha uso wake, kitu cha kwanza ambacho utaona, cha kwanza kutakuwa na vifungo. Unakuta familia nzima ghafla inajikuta ipo kwenye vifungo vya aina fulani. Unajikuta familia nzima ghafla inakuwa kwenye vifungo vya tabia fulani. Ghafla kunakuwa na magonjwa ya aina fulani, lakini kunakuwa na maonevu ya aina fulani. Hujawahi kuona kuna watu wanaonewaga tu? Babu alizulumiwa shamba, mtoto alizulumiwa shamba, mjukuu sasa hivi kila anachokifanya yeye ni kudhulumiwa tu. Yaani wao kila wanachokipitia wao ni kudhulumiwa tu. Nitakuja kuonyesha tiba ya mahali hapo. Ni kwamba saa zingine unakuta kuna mahali watu walimwasi Mungu akaamua kuuficha uso wake katika hilo eneo. Kwa unakuta kila wanapoenda wao wanadhulumiwa tu. Saa zingine wanaishia tu kusema unamwachia Mungu. Ni kitu sahihi kabisa. Lakini unapomwachia Mungu alafu Mungu asipojifunua, unakuja kugundua babu alimwachia Mungu, mtoto alijifumwachia Mungu, na mjukuu anamwachia Mungu. Mungu alipizi kisasi tu katika hiki kizazi chote. Kunakuwa na changamoto mahali hapo, watu wa Mungu. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Naomba tuangalie vitu vingine, tutapata nafasi tuje kuviangalia siku nyingine. Naomba tuangalie hii pointi nyingine ya 4. Pointi ya 4 ni kwamba shetani naye anaweza kufanya Mungu afiche uso wake kwako.
Shetani anaweza na yeye kumfanya Mungu afiche uso wake kwake. Sasa sikia, Mungu siku zote yeye huwa ni mtakatifu. Huwa ni mtakatifu. Kwa hiyo, kwa sababu ni mtakatifu, huwa kuna namna ambavyo shetani kabla ya kufanya vitu vingi sana, anachokifanya ni kufanya wewe utende dhambi. Amina watu wa Mungu. Kwa sababu anajua ukitenda dhambi, lazima tu Mungu ataficha uso wake. Sasa ukisoma kwa mfano, ukisoma kwa mfano, ukisoma katika kile kitabu cha Isaya sura ya 59 mstari wa 2. Isaya 59 mstari wa 2. Unaona kabisa shetani anakufanya ufanye dhambi. Isaya 59 mstari wa 2. Maandiko yanasema hivi: lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msione, hata hataki kusikia. Kwa hiyo tunaona hapa kitu cha ajabu sana. Kitu kilichosababisha uso wa Mungu ukaondoka ndani ya maisha ya watu ni madhambi na maovu. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye unatenda dhambi mara kwa mara, unaishi maisha ya maovu mara kwa mara, jiandae Mungu kuficha uso wake. Na kama Mungu ataficha uso wake, vile nilipokutajia pale juu, magonjwa, kuonewa, kudhulumiwa, kufanyiwa fitna, kufanyiwa vitu mbalimbali, kutokukumbukwa, vitaanza kuambatana na wewe. Amina watu wa Mungu. Amina watu wa Mungu. Kwa vitaanza kuambatana na wewe. Kwa sababu gani? Mungu ameficha uso wake. Na sababu kubwa ni nini? Shetani alipitisha baadhi ya dhambi katika maisha yako. Lakini sababu nyingine ambayo inaweza ikamsababisha Mungu afiche uso wake kwako, watu wa Mungu, ni kuwa na kiburi. Ni kuwa na kiburi. Ukisoma katika kile kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5, Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5, maandiko yanasema hivi: vivyo hivyo, Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5, maandiko yanasema hivi: vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee, na ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Moja ya kitu ambacho kinaondoa sana uso wa Mungu juu ya watu ni kiburi. Watu wa Mungu, katika dakika chache ambazo nimekaa katika kumtumikia Mungu, nimeona kitu kimoja kikubwa sana kwenye utumishi na hata katika maofisi mbalimbali, kinachosababisha watu wanakatwa maisha yao haraka sana ni kiburi. Unajua, saa zingine unaweza ukahisi ni mnyenyekevu. Niliwaambia katika semina kwamba kuna vitu labda Mungu kwa sababu hajakupa ndio maana unahisi kwamba ni mnyenyekevu. Ni mpaka akupe ndio utaujua moyo wako ulivyo. Kuna watu baada tu ya kupata uongozi sehemu fulani tu, hali ya kiburi ikainuka juu yao. Sasa Mungu anaweza akakuacha kwa muda, lakini baada ya muda uwe na uhakika atakukata. Utaondoka katika hilo jambo. Yuko mtumishi wa Mungu mmoja, yuko Nigeria, unaweza mkafuatilia, anaitwa Enoch Adeboye. Ni mtumishi mtu mzima sana, na miaka karibia 80, sasa hivi anaenda kutafuta 85. Unaelewa maana ya miaka 85, na anahubiri vizuri, anafunga 40 vizuri, anakaa katika maombi mazuri. Anasema wakati alipokuwa kijana, ni mtumishi ana huduma kubwa sana, na anaheshimika kama watumishi ambao ni wale baba wa imani katika nchi ya Nigeria. Lakini anakuambia Mungu alimpa sharti moja ili moyo wake usije ukainuka na kiburi. Alimwambia hivi: kadri huduma yako inavyozidi kukua, kila ukienda kuanza ibada, kabla ya kuhubiri, hakikisha umepiga magoti. Unafanya sala ukiwa umepiga magoti. Ukiwa unaombea neno, fanya sala. Kwa akija kwa mfano akiwa anahubiri kama hapa, atapiga magoti, ataimba na atafanya sala akiwa amepiga magoti. Sasa kwa watu wengine wanasema anatupotezea muda bwana, sasa kuhubiri moja kwa moja. Lakini ile ni njia ambayo Mungu ameiweka ndani ya moyo wake, kufanya kiburi kisije kikainuka. Ukienda itu mwangalie umri wake, pamoja na kwamba ana umri mkubwa sana, lakini mikutano anayofanya ni mkubwa sana, ambao vijana bado hawajaifikia. Kitu gani kinasaidia moyo wake usiinuke na kiburi?
hata kama mmejaa umati, hata kama mmempa dakika 10 za kuhubiri, yeye atapiga. Mimi sala yangu ya kuombea neno, anapiga magoti, ataimba wimbo wa kuabudu, kapiga magoti, atafanya sala ya neno akiwa amepiga magoti, alafu baada hapo ndo atafungua Biblia. Kwa nini? Mungu alimpa hiyo ishara kwa ajili ya kusababisha kiburi kiondoke ndani yake. Watu wa Mungu, saa zingine sina nafasi ya kufundisha vitu vingi sana. Saa zingine kama unaona kuna hali ya kuchangamka sana, hebu ujifunze kufanya maombi ukiwa umepiga magoti. Amina, watu wa Mungu. Fanya maombi ukiwa umepiga magoti. Ni moja ya ishara kubwa sana, inaua kiburi ndani yako. Unajua kama pakiwa na kiburi ndani yako, ukipiga magoti maneno hayatoki. Na Mungu atakuruhusu kabisa maneno yasitoke mpaka hicho kiburi kichoko ndani yako kwa sababu panapokuwa na kiburi, panakuwa nataka kujiinua pale. Nataka kujiinua, kuonekana kwamba wewe ndo mwamba. Sasa Mungu ili aweze kupambana na hicho, anakuhakikisha anakupigisha magoti. Anakupigisha magoti mara kwa mara. Mara kwa mara anakupigisha magoti. Na utakapokuwa unafanya hivyo, utaona kabisa ile hali ya kiburi ndani yako, hali ya kujiinua, inaweza isipate nafasi kabisa katika maisha yako. Nimeona watu kabisa ambao walikuwa ni wanyenyekevu kabisa, mara tu baada ya kupata nafasi za uongozi mahali fulani, kiburi kitainuka ndani yao. Kilipoinuka ndani yao, huwezi ukashangaa baada ya muda unaona wamekatika ghafla tu pap. Lakini wale ambao pamoja na kwamba wamepata nafasi kubwa za kiuongozi, wamepata nafasi mbalimbali, bado wakija kanisani, unaona wanapiga magoti, wanakaa katika maombi, wanakaa katika mikesha, unaona bado Mungu anaendelea kuwashikilia. Yupo kiongozi mmoja mkubwa sasa hivi nitamtajia, mnaweza wote mnamfahamu, lakini yupo kwenye nafasi kubwa sana. Wale tumemwona kuanzia akiwa kwenye ngazi ya ukwake. Mwalimu ni shahidi pale, kwa sababu anapata nafasi ya kuona wakiwa pale bungeni. Tokea wakiwa kwenye ngazi ya ukwake. Wamepanda mpaka leo wamefika pale ngazi ya juu kabisa. Wako vile wapaialishwa na vyeo vikubwa kiasi gani, ikifika kwenye swala la kuabudu wananyosha mikono. Kristo asifiwe. So unajua kuna wengine wanaabudu ametenda mema, yaani ameweka mikono kama ni bosi. No, hapa sio bosi, tuko kanisani watu wa Mungu. Kuna mkuu kuliko huyu. Lakini watu tunamwona mpaka leo ni nafasi kubwa kabisa ya juu amepata mahali pale. Lakini alianzia huko chini. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Mungu akupe unyenyekevu katika jina la Yesu. Sema amina, watu wa Mungu. Pointi ya 5 ambayo nataka tuishie kwenye pointi ya 5 ni kwamba baraka kubwa kuliko zote ni kutembea na uso wa Mungu. Baraka kubwa kuliko zote ni kutembea na uso wa Mungu. Watu wa Mungu, katika makanisa haya yote ambayo yako Protestant, CCT, ukiangalia Anglican, ukiangalia Moravian, ukiangalia Lutheran, ukiangalia nini, kuna baraka fulani ambayo waliambiwa makuhani. Mtu yoyote ambaye ana uchungaji ndani yake, ana ukuhani ndani yake, kuna baraka ambayo aliambiwa. Sasa hivi tumefika mahali ambapo saa zingine huwa tunasahau hii baraka, hasa ile baraka ya mwisho kanisani. Ile baraka ya mwisho kanisani ni ya muhimu sana, watu wa Mungu. Kwa sababu katika wiki nzima kupata mahali mtu akakubariki huwa ni ngumu. Ukisoma hiyo baraka mara nyingi ipo katika kitabu cha Hesabu sura ya 6 mstari wa 24 mpaka 26. Hesabu sura ya 6 mstari wa 24 mpaka 26. Ndio baraka ambayo waliambiwa makuhani wote wabarikie watu. Kwa utakuta makuhani, wachungaji, makatekista na viongozi mbalimbali wa ibada wao wanaitumia sana hii baraka katika kubarikia watu. Na wao inasemaga Hesabu ile 6:24 mpaka 26 inasema hivi: Bwana akubarikie na kukulinda. Alafu angalia zinazofuatia hapo: Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Hesabu sura ya 6:24 mpaka 26. Sasa unaona baraka ya kwanza ilikuwa ni ya kubariki na kukulinda. Lakini baraka zilizopo nyingine zilizofuatia hapo zinaambatana na uso wa Mungu kuwa juu ya maisha yako. Kwa hiyo utakuta anakuambia Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Kwa unakuta kila uso unapokuja kuna ufadhili unakuja kwenye maisha. Mahali popote ambapo uso wa Mungu uko juu ya maisha yako, fadhili za Mungu zinakuwa ni za milele. Watu wa Mungu, kufanya huduma, watumishi ni shahidi. Huduma ni vizuri, ila usipokuwa na uso wa Mungu, isee, kwa kweli unaweza ukakimbia huduma. Unaweza ukakimbia huduma kabisa.
Kwa nini? Nilipolisomaga hili neno kuwa kila ninapopata nafasi ya kukaa na watumishi naombaga wanibariki kwa kutumia hili neno. Bwana akuangazie nuru zake na kukufadhili. Maana yake unapoenda kwenye huduma, saa zingine unaweza ukaitwa mahali hawana uwezo wa kugharamia zile huduma zilizoko mahali pale. Kitu gani ambacho kinaweza kikafanyika? Ni kuomba Mungu, uso wako naomba uwe pamoja nami na kunifadhili. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Na anapokufadhili Mungu, unaweza ukashangaa zile gharama zote za huduma Mungu anaweza kukuinulia watu hata kama si mahali pale ulipoenda kuhudumu wakaweza wakazikaba. The same apply ukienda katika biashara, huna mtaji, huna nini, unaposema Bwana ninaomba uso wako uwe juu yangu na kunifadhili, unaweza ukashangaa wakainuka watu wakakupa mtaji. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Lakini pia unaona pale Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Tulikuwa sehemu fulani, si hiki kitu hatukifanyi mara kwa mara. Nafikiri tulikuwa sehemu fulani, tulikuwa na mchungaji, tulikuwa nafikiri ni pale Makulu kama unakumbuka mtumishi. Tukaomba, alafu moyoni Roho Mtakatifu akatusemesha. Mchungaji alikuwa ametulia tu. Sisi tumeomba, lakini baadaye Roho Mtakatifu akatusemesha, hebu tumuite mchungaji atamke hii baraka. Amina, watu wa Mungu. Aitafuke tu hii baraka. Na tunajua wachungaji wetu ni wapole. Kwa akaja tu akasema, leo naitamka hii baraka kutoka moyoni. Anatamka kawaida tu. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akubarikie na kukupa amani. Sasa na wanafanya vile katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mtumishi anakumbuka kilichotokea. Yaani kwa maneno machache sana. Watumishi tumeomba, lakini aliposema ile baraka mchungaji haisemi, nguvu za Mungu zilishuka sana mahali pale. Mpaka baadaye mchungaji akanipata, unajua sielewi kujua kwamba hii baraka ina nguvu kiasi hichi. Sasa nikamwambia watu, kama unaweza ukaelewa watu ambao wanaondoka kabla baraka ya mwisho haijatolewa na kiongozi, wanakosa kiasi gani? Kwa sababu watumishi waliokuwa wanaomba sana, wameomba sana, Mungu akujifunua kwa haraka mpaka ile baraka ya mwisho ilipotoka. Na watu wa Mungu, nataka nimalizie kwa kusema kitu kimoja hivi. Haijalishi watumishi wanaomba kiasi gani, jifunze kumkumbusha mtumishi kutamka baraka juu yako. Amina, watu wa Mungu. Anaweza akakuombea mambo mengi sana. Kuna tofauti kubwa sana ya kuombewa na kutamkiwa baraka. Ni vitu viwili tofauti. Yakobo anajua hilo jambo. Yakobo alikuwa anazitamani baraka za Mungu sana, kwa namna ambayo ilimlazimisha saa zingine apigane kupata baraka. Ukisoma vizuri katika Biblia kuna saa alipigana na malaika. Yeye habaki kumshangaa tu, leo nimemuona Mungu, nimeona uwepo wa Mungu ibadani, nimeona nini, nimekutana na malaika kabisa. Asema, halo, nimekuona malaika unakatiza hapa kwa kweli mpaka unibariki. Na alipigana kweli kweli. Maana yake baraka ina kitu cha msingi sana katika maisha. Mchungaji anapokuja, anapofanya maombi, pamoja na kwamba amefanya maombi, katekista ametembelea nyumbani kwako, pamoja na kwamba amefanya maombi, akishamaliza kama hajatamka baraka, kuna baraka iko ndani yako unatakiwa uitamke. Na baraka inapotamkwa, wewe unatakiwa uwe umekaa kimya. Amina, watu wa Mungu. Kwa sababu baraka inatoka kwa mkubwa kwenda kwa mdogo. Kwa haijalishi ametembelea duka lako, usiishie tu kusema ombea. Ni kweli anaweza akaombea, lakini kuna baraka ya kuachilia. Biblia inasema kusema katika ile mstari wako, hivi ndivyo mtakavyoweka jina. Kwa ukishamaliza maombi mchungaji, ukishamaliza maombi kiongozi wa ibada, sasa namna ya kuweka baraka, tamka. Ninabariki tumbo la uzazi wako, ninabariki kitu fulani, ninabariki kitu fulani. Tamka mara kwa mara. Ndivyo vile vitu vinavyotokea katika maisha yako. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Nasema Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Tunapo vitu vingi sana vya kusema, watu wa Mungu, lakini nataka tu nikuachie kama challenge katika maisha yako. Jambo la kwanza ambalo nataka niliache kama challenge katika maisha yako, jambo la kwanza kabisa, ongeza kiu ya kuomba muda mrefu. Tumetaja baraka nyingi sana, tumetaja faida nyingi sana, lakini ongeza kiu ya kuomba muda mrefu. Usiishie hiki, bado nitaendelea kukisisitiza mara kwa mara katika kanisa, hasa kwa uamsho ule unaokuja huko mbele ya nchi hii. Watu wa Mungu, una nafasi yoyote ya kuomba, kuanzia anza mazoezi ya kwenda dakika 30, haujanyamazisha.
ya kwenda lisali moja haujanyamazisha, ya kwenda masaa 4 haujanyamazisha, ya kufanya masaa kadhaa haujanyamazisha. Mara ya kwanza nilikuwa nasikia nikahisi kwamba unajua unapoanza kukua katika utumishi, unaposikia mtumishi nilikuwa katika maombi masaa 4 nikasema, huyu anajidai kweli kweli. Lakini katika safari ya utumishi ninayoenda nayo, ninaona Mungu ananidai vitu vile vile ambavyo saa zingine nilikuwa navikataa. Anaanza kukudai na wewe. Bwana, ulikuwa unasikia wenzako wanaombaga tu masaa 4, unafikiri mambo yaendi kirahisi. Nipe masaa yangu 4. Sasa masaa 4 nitayatoa wapi? Kwa sababu bado nipo kazini, bado uko na hiki na bado nataka ufanye hilo. Unayatoa wapi? Hiyo sio gharama ambayo Mungu anataka kuisikia. Maneno anayosema anataka ni gharama yake itimie. Amina, watu wa Mungu. Unataka kumuona Mungu katika biashara, unataka kumuona Mungu katika ofisi yako, lazima utenge muda wa kuomba muda mrefu. Unataka kumuona Mungu katika familia yako, lazima waanze watu kujifunza kumwomba Mungu kwa muda mrefu. Ni kitu ambacho tunatakiwa tujifunze. Nilikuwa naangalia leo mchungaji mmoja alikuwa anaeleza mahali fulani, yeye kabisa anasema wazi kabisa, kama hamjaja kwenye maombi siku ya Jumamosi, hasa ile timu yake ya kuhudumu, hakuruhusu uhudumu pamoja naye. Kwa sababu kuna mmoja atakuwa katika, unajua kinachovurugaga ibada nyingi, ngoja nikiongelee katika utumishi, ni vitu vya kitumishi, nimalizie hicho. Kinachovuruga katika ibada nyingi ni mmoja roho yake ikiwa iko juu sana, alafu mwingine iko chini sana. Mmoja akiwa ameomba masaa 3 mfululizo, alafu mwingine yeye hajaomba kabisa, alafu wote wakakutana katika ibada, kuna mmoja anaweza akavuta mwenzake chini. Ni kitu kinatokea kabisa. Ndio maana saa zingine unalazimisha kukaa, jamani, kama tunaomba wote kwa pamoja. Hii ibada yote tu tunahudumu wote kwa pamoja. Nimeona sasa zingine kama ni kwazi na hudumu kesho, pamoja na kwamba kuna mazoezi, kuna nini, kunakuwa jamani tunaenda kuhudumu kesho, lazima tuwe tuna maombi ya pamoja wote kwa pamoja, kwa sababu ibada ni moja. Amina, watu wa Mungu. Kwa sababu mtumishi akija na upako wake, alafu akakukuta wewe haupo kwenye upako wake, kuna mtu mmoja, maandiko yanasema kitu kimoja, anaweza akaleta moto wa kigeni. Sasa akileta moto wa kigeni, kwenye Agano la Kale ilikuwa ni mauti inatakiwa itokee mahali hapo. Lakini sasa hivi mauti inaweza isitokee kwa namna hiyo. Unakuta tu kuna watu wanatembea kwenye adhabu bila wao kujijua, kwa sababu kuna kitu fulani wamekivuta chini bila wao. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Tunayo mambo mengi sana na tunamwamini Mungu. Napata nafasi ya kurudi